Mungu wetu ni mwema. Siku nyingine njema ametuleta katika nyumba yake takatifu. Hakika ametutendea mengi mema na maajabu, ametufungua siku ya leo. Kwa hivyo sifa zote zikamrudia. Hakika yeye ndiye uona mahali sisi hatuoni. Yeye ndiye ututibu hata kama tujue sisi ni wagonjwa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tumfurahie Mungu wetu kwa kuwa yupo pamoja nasi na yeye anatuongoza katika njia zake. Bwana apewe sifa. Asubuhi ya leo ndugu na dada, hebu tuingie sasa katika kitabu cha Hesabu, Numbers. Tutaanzia hapo moja. Tuingie katika kitabu cha Numbers. Tutasoma hapo from 1 to 4. Nari Jehova agĩkĩarĩria Musa werũ-inĩ wa Sinai mwaka wa 2 thutha wa moima bũrũri wa Misiri, agĩkĩmwarĩria arĩ o kũu hema-inĩ ya gũtũnganwo mũthenya wa mbere wa mweri wa kerĩ wa mwaka ũcio, akĩmwĩra atĩrĩ, tara kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli o ta ũrĩa mbarĩ ciacio itariĩ, ona ta ũrĩa nyũmba cia maithe macio itariĩ, utare mitwe ya arume mundu o mundu o ta uria maritwa mao matwaranite nao andu aria inyuĩ na Haruni mugutara mari mbũtũ-inĩ ciao ni aria makinyĩtie mĩaka 20 na magakĩrĩrĩria hau, o aria othe thĩinĩ wa andũ a Isiraeli mangĩhota kumagara mathiĩ ita-inĩ, na hamwe na inyuĩ hagie mũndũ ũmwe wa mũhĩrĩga o mũhĩrĩga, ona akorwo arĩ ũrĩa mũtongoria thĩinĩ wa nyũmba ya ithe. Amen. Katika kitabu cha Hesabu, hiki ndio kitabu cha 4 cha Musa. Bwana apewe sifa. Tumeona Mwanzo, Genesis, tumeenda katika Exodus, tumeingia katika mambo ya Walawi. Sasa tuko katika kitabu cha Hesabu. Alafu after that Deuteronomy. Bwana apewe sifa. Na hii kitabu ndio kitabu cha 4 cha Musa. Na katika kitabu hiki sasa ndio tutaona kuhusu safari ya wana wa Israeli wakielekea sasa Canaan. Bwana apewe sifa. Na hapa ndio tunaona sasa wana wa Israeli wakijitayarisha kwa sababu ya safari yao kwenda Canaan. Kumbuka kwamba katika kitabu cha mambo ya Walawi tumeona wakipewa sheria. Walitoka Misri, na baada ya kutoka Misri Mungu alikuwa ameambia Musa, mkitoka Misri walete watu wake katika mlima Sinai. Bwana apewe sifa. Ili anene na watu wake. Na kwa hivyo akachukua walipotoka Misri wakaelekea mpaka mlima Sinai. Na hii muda wote tumekuwa tukiwaona wakiwa katika mlima Sinai. Na pale mlima Sinai Bwana akaanza kunena na wao. Hata wakasikia sauti ya Mungu. Na katika mlima Sinai Bwana akaanza sasa kuwapatia sheria zake. Bwana apewe sifa. Na amemaliza sasa kuwapatia sheria. Wamepewa sheria zote za Mwenyezi Mungu. Na sasa ndio tunaingia katika kitabu hiki cha Numbers. Sasa ni matayarisho, ni maandalizi ya wana wa Israeli ili sasa waende safarini, waende katika nchi ya ahadi, waingie the promised land. Bwana apewe sifa. Na sasa tunawaona wakiwa katikati hapa. Mungu amewapatia sheria na sasa anawatayarisha waanze safari yao, waende wapokee kile Mungu alikuwa amewaahidi. Bwana apewe sifa. Na ili waende wapokee lazima watapita jangwani. Bwana apewe sifa. Lazima watapitia huku jangwani, na kuna mambo watakutana nayo huku jangwani wakiwa safarini kwenda kupokea kile ambacho Mungu aliwaahidi. Bwana apewe sifa. Na Bwana tunaona hawaachilii waende tu hivyo. Hawaambii sasa ondokeni, endeni, anzeni kutembea. Hapana. Tunaona kuna mpangilio fulani. Kuna vile Mungu
anaanza kuwatayarisha. Kuna vile anaanza kuwapanga ili waende washinde, wapokee kile kilicho chao. Bwana apewe sifa. Sasa Bwana ameanza kuwatayarisha. Tunaona hata wakihesabiwa. Kwa hivyo kuna vile Bwana ameanza kuwapanga ili waende wapokee kile ambacho Mungu amewapatia. Sasa wako katikati ya promise na fulfillment ya hiyo promise. Bwana apewe sifa. Hapa Bwana amewaambia endeni mkachukue. Na sasa tutawaona wakiwa katikati wakienda kuchukua. Hawajapokea bado kile ambacho wamepatiwa, lakini kuna safari kutoka mahali wameambiliwa mpaka mahali wataenda wachukue kile ambacho ni chao. Bwana apewe sifa. Sasa hapa katikati ndio mambo huanza kuwa magumu. Bwana asifiwe. When uko katikati ya promise na fulfillment ya hiyo promise. Bwana apewe sifa. Umeahidiwa ndio, bado haujaipokea, uko hapa katikati kuenda kuipokea. Bwana asifiwe. Sasa ndio tunaona wana wa Israeli wakiwa mahali hapo. What will they do? Bwana apewe sifa. Ni nini watafanya wakiwa pale katikati? Bado hawajapokea, lakini wameambiwa sasa endeni mkapokee. Bwana asifiwe. Na Mungu ameshawaambia yuko pamoja na wao. Kwa hivyo wako na assurance ya kwamba Mungu yu pamoja nao. Na sasa wanaanza first step, waende wapokee. Nakumbuka hapa njiani ndio challenges ukuja. Bwana asifiwe. Wakati unaenda kupokea kile kilicho chako, hapo sasa ndio kuna challenges. Bwana asifiwe. Sababu unapokuwa safarini ama wanapokuwa pale safarini ndio watakutana na adui. Bwana asifiwe. Adui ambaye anakuambia hapana, hautachukua kile ni chako. Bwana asifiwe. Mtu ambaye anakupinga na kusema hapana, hautaingia huku. Bwana apewe sifa. Kule wameambiwa waende, kumbuka kuna nchi, kuna watu kule. Kuna watu wamekalia hiyo nchi. Kuna watu ambao wanaita hiyo nchi yao. Bwana apewe sifa. Na huko ndio Bwana amewatuma waende. Kwa hivyo kuna challenges ziko mbele yao. Na Bwana anawatayarisha kwa ajili ya hii safari. Ameanza kuwa organize. Hawatumi tu, sababu Bwana idea sio tu kuchukua umati hapa na kuupeleka mahali pengine. Kumbuka Mungu anaunda taifa. Anaunda taifa lake from scratch. Bwana apewe sifa. Anasimamisha taifa, jumuiya ya watu ambao watakuwa wakimwabudu, watu ambao ni wake. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sasa tunaona matayarisho ya Israeli waanze safari. Bwana asifiwe. Challenges zile zitakuwa njiani, zitawapata. Bwana apewe sifa. Na wengi wetu hapo katikati ndio sisi upotea. Umeambiliwa jambo, lakini kile kinafanyika katikati sometimes inaweza fanya uanze ku-question. Bwana asifiwe. Je, Mungu kweli yupo pamoja nami? Alikuambia, lakini yale mambo unakutana nayo inaanza kufanya ushuku promise ya Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio hawa wana wa Israeli tunaanza kuwaona wakiwa sasa karibu kuingia katika hiyo safari. Na hapo safarini mpaka inafika wakati wanaanza sasa hata kukosa kutii Mungu. Bwana asifiwe. Unaweza kumbuka hata Daudi alimwagiwa mafuta, ikawa kwamba yeye atakuwa mfalme. Lakini baada ya kumwagiwa mafuta, between yeye kumwagiwa mafuta na yeye kuwa mfalme kulikuwa na challenge katikati. Bwana asifiwe. Hapo ndio Saul alimgeuka. Bwana asifiwe. Saul alimtafuta amuue. Hata ikafika wakati watu wake wenyewe walianza kumgeuka, wakataka kumpiga mawe sababu yale mambo ilikuwa imetendeka. Bwana asifiwe. Lakini aliposhikilia mpaka mwisho alipokea kile Mungu alimpatia. Bwana apewe sifa. Wengi wetu tukiwa katikati ya promise na fulfillment, hapo ndio sisi huanza kupotea. Bwana asifiwe. Umengoja mpaka imefika mahali unaona ni kama kile Mungu alikuambia imesahaulika. Bwana asifiwe. Ni kama now it doesn't matter what God said. Mimi kile inajalisha ni hii inafanyika saa hizi. Bwana asifiwe. Which is not the case. Sababu kumbuka hakuna neno ya Mungu yeye unena bure. Hakuna jambo anaweza kukuambilia na akuambilie bure. Bwana asifiwe. Every word amekunenea. Hata kama alinena zamani, bado neno lake limesimama siku ya leo. Bwana asifiwe. Hapa ananena na wana wa Israeli ili awapeleke Canaan.
the promised land. Kumbuka hiyo ahadi hakutolea tu Hawa, alitolea Abraham miaka iliyopita. Bwana asifiwe. Kuonyesha kwamba jambo alinena zamani bado imesimama. Bwana asifiwe. Na bado yeye anataka kutimiza ahadi yake. Ati Bwana akanena na Musa katika bara la Sinai, hemani mwa kukutania, siku ya kwanza ya mwezi wa pili, katika mwaka wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Akamwambia, kwa hivyo sasa ananena na Musa the second year, mwezi wa kwanza. Kwa hivyo sasa ni 13 months, miezi 13 kutoka watoke Misri. Ndio sasa Bwana anawanenea hapa. Anawaambia, fanyeni hesabu ya mkutano wote wa Israeli. Kwa hivyo wahesabu watu wote wale kule Israeli. Na kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao kama hesabu ya majina ilivyo, kila mtu mume kichwa kwa kichwa. Kwa hivyo wahesabu wana wa Israeli, tangu mwenye miaka 20 umri wake na zaidi, wote wawezao kutoka kuenenda vitani katika Israeli. Wewe na Aaron mtawahesabu kwa kuandama majeshi yao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Israeli sasa kufanywe census, wahesabu ni watu wangapi kule, lakini sio kila mtu. Wale wanahesabiwa ni vijana, wanaume miaka 20 na zaidi. Bwana asifiwe. Watu ambao wanaweza enda vitani. Kwa hivyo sasa ni kama jeshi ya Israeli waanze kuhesabu watu wangapi wako hapa tayari kupigana. Bwana asifiwe. Wahesabiwe. Tena mtu mume mmoja kwa kila kabila atakuwa pamoja nanyi, kila mmoja aliye kichwa cha nyumba ya baba zake. Kwa hivyo tena wachukue kichwa kila kabila, sababu kulikuwa na hayo makabila ya Israeli. Kwa kila kabila kuwe na mtu mmoja ndiye atachukuliwa awe kichwa wa hiyo kabila. Kwa hivyo kwa kila kabila kuchukuliwe mmoja, na huyo mmoja amechaguliwa ndiye atasaidia katika hii hesabu. Bwana asifiwe. Sasa ikawa waanze kuhesabu. Hebu soma tena 1-4. Na rĩrĩ, Jehova agĩkĩarĩria Musa werũ-inĩ wa Sinai mwaka wa 2 thutha wa moima bũrũri wa Misiri, agĩkĩmwarĩria arĩ o kũu hema-inĩ ya gũtũnganwo. Mũthenya wa mbere wa mweri wa kerĩ wa mwaka ũcio akĩmwĩra atĩrĩ, tara kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli o ta ũrĩa mbarĩ ciacio itariĩ, ona ta ũrĩa nyũmba cia maithe macio itariĩ, ũtare mĩtwe ya arũme mũndũ o mũndũ, o ta ũrĩa marĩtwa mao matwaranĩte. Nao andũ arĩa inyuĩ na Harũni mũgũtara marĩ mbũtũ-inĩ ciao nĩ arĩa makinyĩtie mĩaka 20 na magakĩria hau, o arĩa othe thĩinĩ wa andũ a Isiraeli mangĩhota kumagara mathiĩ ita-inĩ. Na hamwe na inyuĩ hagie mũndũ ũmwe wa mũhĩrĩga o mũhĩrĩga, na akorwo arĩ ũrĩa mũtongoria thĩinĩ wa nyũmba ya ithe. Namo marĩtwa ma andũ acio makarũgama hamwe na inyuĩ nĩ maya: wa mũhĩrĩga wa Rubeni nĩ Elizuru wa Shedeuru, wa mũhĩrĩga wa Simeoni nĩ Shelumieli wa Zurisadai, wa mũhĩrĩga wa Juda nĩ Nahashoni wa Aminadabu, wa mũhĩrĩga wa Isakaru nĩ Nethaneli wa Zuaru, wa mũhĩrĩga wa Zebuluni ni Eliabu wa Heroni. Tunaona sasa majina ya wale waume ambao watasimama pamoja nani. Wakaanza kusomewa majina ni watu gani. Kwa hivyo tunaona Bwana akichukua majina specific, watu fulani kutoka kila kabila asimame na awe ndio kiongozi wa hiyo kabila atakayesaidia hata katika kuhesabu. Ati tena mtu mume mmoja wa kila kabila atakuwa pamoja nani, kila mmoja aliye kichwa cha nyumba ya baba zake. Na majina hayo waume watakaosimama pamoja nanyi ni haya: wa Ruben. Kwa hivyo kutoka kabila ya Ruben, Elisuri mwana wa Shedeuri; wa Simeoni, Shelumieli mwana wa Surishadai; na Yuda, Nashon mwana wa Aminadab; wa Isakari, Nathaniel mwana wa Shuari; na Zabuloni, Eliabu mwana wa Heloni;
Zebuluni kuna huyo sasa ambaye anaitwa Eliab mwana wa Helioni. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu amewachagua specific watu watakaosimama kutoka kila kabila. Kumbuka sasa ni maandalizi, matayarisho kwa sababu ya kile kiko mbele yao. Kumbuka it is not easy. Kile imewangoja mbele. Bwana anajua ni nini iko mbele. Anajua kwamba mbele yao kuna challenge. Mbele yao kuna mambo itawakuta. Kuna mambo itawapinga. Kuna mambo itakuja kinyume na kile anawaambia. Yeye anawaambia hivi, but kutakuwa na mwingine mbele atakuja kuambia kinyume. Bwana apewe sifa. And because of that, ameanza kuwatayarisha mapema kwa ajili ya kile kiko mbele yao. Bwana apewe sifa. Ameanza kuambia sasa, simamisheni kutoka kila kabila. Elizuri akasimamishwa katika kabila ya Ruben, jina lake ambalo linamaanisha my God is my rock, Mungu ni mwamba wangu. Bwana apewe sifa. Alafu kutoka Simeoni kuna huyu Shelumieli ambayo inamaanisha my peace is God, amani yangu ni Mungu. Bwana asifiwe. Tena kwa Juda kuna Nahashon ambayo jina yake inamaanisha watu wangu ni watukufu. Bwana asifiwe. Na Isaka kuna Nathanieli ambayo jina lake linamaanisha gift of God. Bwana apewe sifa. Na Zebulun kuna Eliab, my God is my father. Bwana asifiwe. Mungu wangu ni baba. Kwa hivyo kuna watu specific Bwana amechagua ati hawa ndio watakuwa viongozi wa hizi makabila. Bwana apewe sifa. Hebu endelea usome tu mpaka mwisho. Nao hao horo wa ciana cia Jusufu wa muhira wa Efraimu ne Elishama wa Mirudu, wa muhira wa Manase ne Gamalieli wa Pedazuru, wa muhira wa Benjamini ne Abidani wa Gideoni, wa muhira wa Dani na Hayezuru wa Misadai, wa muhira wa Asheri ne Pagieli wa Okirani, wa muhira wa Gadi ne Eliasafu wa Deweli, wa muhira wa Napitali ne Ahira wa Enani. Acio nio metirwo magithurwo kirindi-ini gia ciana cia Israeli, na nio mari atongoria thiini wa andu a Israeli. Kwa hivyo wamechaguliwa sasa wao wawe ndio viongozi katika hizi makabila. Katika wana wa Yusufu, kumbuka Yusufu watoto wake wawili ndio walichukuliwa kama kabila ya Yusufu, ikawa ni Ephraim na Manase, watoto wake wawili. Kwa hivyo kabila ya Yusufu iko represented na Ephraim na Manase. Kwa hivyo Ephraim na Manase each one ana represent kabila nusu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa kabila ya Yusufu tunaambiwa kwamba kuna Efraimu, katika Efraimu Elishama mwana wa Amihudi, na wa Manase Gamaliel mwana wa Pedasuri, na Benjamin Abinani mwana wa Gideoni. Bwana apewe sifa. Huyu mtu ambaye anaitwa Elishama, hebu tu ingia tu katika kitabu cha Chronicles. Mambo ya Nyakati ya kwanza, First Chronicles, Mambo ya Nyakati, First Chronicles 7:26. Mambo ya Nyakati 7, tusomee kuanzia 26 mpaka 27. Na Nadani murwe wa ucio wa Amihudu, murwe wa ucio na Elishama murwe wa ucio, na Nuni murwe wa ucio, na Joshua murwe wa ucio, na kuo Bethieli ni kuo megwatĩire gũgĩtuĩka kwao. Bwana asifiwe. Hapa katika Chronicles tunaona tukipatia majina ya Ephraim, watoto wa Ephraim. Bwana apewe sifa. Wa hiyo kabila ya Ephraim. Na katika hiyo tunaona kwamba ati na mwanawe huyo ni Ladani, na mwanawe huyo ni Amihudi, na mwanawe huyo ni Elishama, na mwanawe huyo ni Nun, na mwanawe huyo ni Joshua. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hapa tunaposoma kuhusu huyu kiongozi Elishama, Bwana apewe sifa, wa Ephraim, kwa hivyo tunaona kwamba kumbe huyu
ni grandfather ya Joshua. Bwana apewe sifa. Sababu kumbuka ni Joshua mwana wa Nun, na Nun ni mtoto wa Elishama. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Elishama kwa kutoka kabila ya Ephraim ni grandfather ya Joshua. Kumbuka Joshua ndio atapewa uongozi na Musa. Bwana apewe sifa. Musa atakapochukuliwa atapatia Joshua uongozi, na tunaona grandfather yake Joshua ndio mmoja ya hawa wazee wamechaguliwa kuongoza. Na kumbuka zamani hawakuwa wanachukua mtu hivi hivi. Kumbuka hata tuliposoma pale mbele tuliona wakasema ya kwamba wanapochaguliwa hawa viongozi wawe watu ambao ni kielelezo chema kwa wao wengine. Bwana asifiwe. Watu ambao wanafuata sheria, watu ambao wanakaa kama mapenzi ya Mungu, wao ndio watachaguliwa kuwa viongozi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona hata hapa Elishama akichukuliwa ni mmoja wa watu ambao hakika tabia zake ni example nzuri kwa wengine. Bwana apewe sifa. Tulisoma hivyo mbeleni kuhusu Musa vile aliambiwa kuhusu kuchagua viongozi. Kwa hivyo tunajua kwamba ni watu ambao tabia zao ni example nzuri kwa wengine. Na ndio tunaona hata Joshua anapochukuliwa, tunaona babu yake already tabia zake ni nzuri. Bwana asifiwe. Kumbuka kwamba hata Joshua ni mmoja wale walisema yeye na nyumba yake watatumikia Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ni kama kwa familia kuna kuogopa Mungu. Bwana asifiwe. Babu ameogopa Mungu, na tunaona hata Joshua akisema hata nyinyi wengine msipofuata, lakini mimi na nyumba yangu tutafuata Mungu. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona hapa Elishama ambayo jina yake inamaanisha Mungu wangu amesikia. Alafu tena kuna Manase, kuna Benjamin. Na hawa kuna Manase na tena kuna Benjamin. Abidan ambayo inamaanisha baba yangu ndiyo mwamuzi. Alafu Dan kuna Ahieza ambayo jina lake inamaanisha ndugu yangu ni msaada. Alafu kuna Asha, kabila ya Asha kuna Pagiel ambayo Mungu amekutana ama ameingilia kati. Bwana apewe sifa. Kuna Gad ambayo walichagua umesoma mpaka Asheri, Pagieli mwana wa Okiani, and then Wagadi, Elisafu mwana wa Deweli, wa Naftali, Ahira mwana wa Enani. Hao ndio walioitwa wa mkutano wakuu wa kabila za baba zao, nao ndio vichwa vya wale maelfu ya Israeli. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wamechaguliwa. Ati basi Musa na Aaron wakawatoa hao watu waume waliotajwa majina yao. Kwa hivyo sasa wamechukuliwa hao wote. Bwana apewe sifa. Naftali naye kulichaguliwa Ahira ambayo inamaanisha my brother is evil, kama ndugu yangu ni mbaya. Bwana apewe sifa. Majina tu ya maana ya majina yao. Haya, tuendelee from 17. Musa na Haruni magikia oasio magweto maretwa mao magigicokanĩrĩria kĩrĩndĩ kĩu gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli hamwe mũthenya wa mbere wa mweri ũcio wa kerĩ. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona hao ndio walioitwa wa mkutano wakuu wa kabila za baba zao, na ndio vichwa vya wale maelfu ya Israeli. Kwa hivyo uongozi katika ufalme wa Mungu wewe hautajiteua mwenyewe. Bwana asifiwe. Ni Mungu ndio amewaita, sio wao wenyewe wamejichagua. Bwana asifiwe. Na tunaona katika hii makabila ambayo imeitwa, kabila la Walawi haijatajwa. Bwana asifiwe. Walawi hawajatajwa, hawajajumuishwa pamoja na wale ambao watapeana vijana wao wawe majeshi ya Israeli kupigana. Bwana asifiwe. Sababu Walawi kuna kazi wao wamepewa, yao ilikuwa ni katika hema ya kukutania. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wao hawangechaguliwa pamoja na hawa ati waende vitani kupigana. Bwana asifiwe. Jukumu lao ilikuwa sio ya kijeshi. Bwana asifiwe. Na tuliona hata wakiambiwa nini wanafaa kufanya. Kwa hivyo wanatengenezwa sasa na Mungu, wanafanywa wakfu, wanatayarishwa ili waende sasa kupokea ama kuchukua kile ambacho wameahidiwa. Hebu sasa endelea.
Soma mpaka 24. Na guoro wa uria njiarwa ciao ithiete thiini wa mbari ciao ri ukimburanirwo gukimenyithanio uria nyumba cia maithe mao ciatarie na uria maritwa mao matwaranite gugitarwo mitwe ya andu aria othe makinyitie miaka 20 ona magakiria hau o ta uria Jehova athire Musa gwikwo ri uguo noguo amataririe kuu werũ-inĩ ucio wa Sinai. Nacio njiarwa cia ciana cia Rubeni irigithathi rĩa Isiraeli igĩtarwo o ta ũrĩa mbarĩ ciacio ona nyũmba cia maithe mao ciacio ciatariĩ o ta ũrĩa marĩtwa ma arũme othe arĩa makinyĩtie mĩaka 20 na magakĩria hau matwaranĩte magĩtarwo mĩtwe yao. Naguo ũguo nĩ ta kuuga andũ othe arĩa mahotaga kumagara mathiĩ ita-inĩ arĩa matarirwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Rubeni rĩ marĩ 43,500. Nacio njiarwa cia ciana cia Simeoni igĩtarwo o ta ũrĩa mbarĩ ciacio ona nyũmba cia maithe mao ciao ciatariĩ ona ta ũrĩa marĩtwa ma arũme othe arĩa makinyĩtie mĩaka 20 na magakĩria matwaranĩte magĩtarwo mĩtwe yao. Naguo ũguo nĩ ta kuuga andũ othe arĩa mahotaga kumagara mathiĩ ita-inĩ arĩa matarirwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Simeoni rĩ marĩ 59,300. Nacio njiarwa cia ciana cia Gadi igĩtarwo o ta ũrĩa mbarĩ ciacio ona nyũmba ciacio nyũmba cia maithe macio ciatariĩ ona ta ũrĩa marĩtwa mao othe arĩa makinyĩtie mĩaka 20 na magakĩria hau matwaranĩte. Naguo ũguo nĩ ta kuuga andũ othe arĩa mahotaga kumagara mathiĩ ita-inĩ nĩ arĩa matarirwo thĩinĩ naguo arĩa matarirwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Gadi rĩ marĩ 45,650. Nacio njiarwa cia ciana cia Juda igĩtarwo o ta ũrĩa mbarĩ ciacio ona nyũmba cia maithe macio ciatariĩ ona ta ũrĩa marĩtwa mao othe arĩa makinyĩtie mĩaka 20 na magakĩria hau matwaranĩte. Naguo ũguo nĩ ta kuuga andũ othe arĩa mahotaga kumagara mathiĩ ita-inĩ arĩa matarirwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Juda rĩ marĩ 74,600. Nacio njiarwa cia ciana cia Isakaru igĩtarwo o ta ũrĩa mbarĩ ciacio ona nyũmba cia maithe macio ciatariĩ ona ta ũrĩa marĩtwa mao othe arĩa makinyĩtie mĩaka 20 na magakĩria hau matwaranĩte. Naguo ũguo nĩ ta kuuga andũ othe arĩa mahotaga kumagara mathiĩ ita-inĩ arĩa matarirwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Isakaru rĩ marĩ 54,400. Nacio njiarwa cia ciana cia Zebuluni igĩtarwo o ta ũrĩa mbarĩ ciacio ona nyũmba cia maithe macio ciatariĩ ona ta ũrĩa marĩtwa mao othe arĩa makinyĩtie mĩaka 20 na magakĩria hau matwaranĩte. Naguo ũguo nĩ ta kuuga andũ othe arĩa mahotaga kumagara mathiĩ ita-inĩ arĩa matarirwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Zebuluni rĩ marĩ 57,400. Amen. Bwana apewe sifa. Tunaona wakihesabiwa kulingana na kabila, ati wakaanza kuhesabiwa sasa kila mmoja. Nao walikutanisha mkutano mzima siku ya kwanza ya mwezi wa pili, nao wakaonyesha ukoo wa vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao kwa nyumba za baba zao kama hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi, kichwa kwa kichwa. Kama Bwana alivyomwagiza Musa ndivyo alivyowahesabu huko katika bara ya Sinai. Wana wa Ruben walikuwa ni 46,500. Bwana asifiwe. Simeon 59,300. Na Gad walikuwa 45,650. Bwana apewe sifa. Hiyo sasa ni majina yao na idadi yao. Wale wako na vijana ambao ni miaka 20 na zaidi, watu ambao wako tayari kuenenda vitani.
Kwa hivyo hao ni Ruben, Simeon na Gad. Tena Juda tunaona namba yao ni 74,600. Mtoto wa 4 wa Lea, 74,600. Ruben, Simeon na Gad hao ni first, second na third. Wanapewa sifa. Lakini Gad alizaliwa na maid wa Lea, tukikumbuka, wanapewa sifa. Kwa hivyo tunaona Juda wako 74,000, and tukilinganisha idadi ya Juda na hizo kabila zingine, Juda walikuwa ni wengi zaidi. Bwana asifiwe. Juda walikuwa ndio wengi zaidi katika makabila yale mengine yote, wao ndio walikuwa wengi zaidi. Ni kama kuna unabii fulani iko juu ya Juda, wanapewa sifa. Kuna baraka fulani iko juu ya Juda ambao haiko kwa wale wengine, wanapewa sifa, sababu wao ndio walikuwa wengi zaidi. Kumbuka ilifika wakati Israeli ilipogawanyishwa, Juda ilienda pande yake na Israeli pande nyingine. Wanapewa sifa. Amen. Na Juda tena kumbuka kwamba ndio Masihi atazaliwa, Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na tunaona already Juda ni wengi. Juda bado ndio mahali Daudi atazaliwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Juda tunaona ni wengi. Kuna baraka fulani iko juu yao. Juda tunaambiwa ni 74,600. Na tukienda katika Isakari nao ni 54,400. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Juda tunaona ni wengi kuliko hao wengine. Hao ndio kabila kubwa katika hii sensa. Bwana apewe sifa. Na tukiendelea tunaona tena kuna Zebuluni ambaye hao ni 54,400. Wana wa Yusufu Efraim tunaona ni 40,500. Manase 32,200. Na watoto wa Benjamin tunaona ni 35,400. Bwana apewe sifa. Na katika wana wa Dan nao ni 62,700. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hiyo na Asher naye ni 41,500. Naphtali 53,400. Sasa hiyo ni namba yao. Na in total wote wako about 603,550,000. Kwa hivyo roughly 600,000. Bwana asifiwe. Hiyo ndio jeshi. Kwa hivyo Bwana ameorder jeshi yake ihesabiwe, wajulikane ni wangapi katika jeshi yake. Ikiwa wanataka kwenda vitani, wako na watu wangapi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa tunaona kuna watu about 603,550 tayari kwenda vitani, watu 600,000. Bwana apewe sifa. Kukisemekana kuna vita, wao ndio wataamka na kwenda kupigana. Bwana asifiwe. Minus Walawi, sababu Walawi kazi yao ilikuwa ni tofauti. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sasa wakahesabiwa, kwanza wajulikane ni wangapi. Kumbuka ni matayarisho Bwana anafanya ili hawa watu sasa waende safari. Bwana apewe sifa. Sasa wamehesabiwa, kila wamejulikana wako wangapi. Hebu endelea from 47. Nari arabi otore muhiraga wa maitha mao watariĩ matiataranĩirio nao, nĩgũkorwo Jehova nĩarĩirie Musa akĩmwĩra atĩrĩrĩ, no mũhĩrĩga wa Lawi wiki ũtegũtara ona kana ũtuĩrie ũrĩa andũ aguo maigana thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli. No Alawii acio ũkũmatua a kũroraga gĩikaro kĩa ũira magĩikarie kĩo kĩene, ona indo ciothe iria ciĩkĩrĩtwo kuo, ona indo iria ingĩ ciothe ciakĩo, nao nĩo megũtuĩka akui a gĩikaro kĩu, ona indo ciothe iria irĩ kuo, na ningĩ nĩo marĩrutaga wĩra wa gũtungatĩra Jehova kũu thĩinĩ wakĩo, no marĩambaga hema ciao megitanĩtie na gĩikaro kĩu mĩena yothe. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa gĩikaro kĩu gĩgũtwarwo na mbere, Alawii
marĩ gĩakũraga. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa gĩikaro kĩu gĩkũhandwo, Alawii acio nĩo marĩ gĩakaga. Na rĩrĩ, mũndũ wa mũhĩrĩga ũngĩ angĩgakĩkuhĩrĩria nĩ kũũragwo akooragwo. Nacio ciana cia Isiraeli ikĩamba hema ciacio-rĩ, mũndũ o mũndũ ambage hema yake harĩa hathurĩtwo nĩ andũ ao, o kĩbebero-inĩ kĩao, o ta ũrĩa mbũtũ ciao cikarĩte. No rĩrĩ, Alawii makambaga hema ciao megiritanĩtie na gĩikaro kĩu kĩa ũira mĩena-inĩ yothe, nĩgetha hatikagĩe ũndũ wa gũtũma marakara ma Jehova maikũrũke makinye kĩrĩndĩ-inĩ gĩa ciana cia Isiraeli. Nao Alawii matũũre maikaragia wega gĩikaro kĩu kĩa ũira. Ũguo noguo ciana cia Isiraeli ciekire, o ta ũrĩa maũndũ mothe matariĩ marĩa Musa athĩtwo nĩ Jehova mekwo, ũguo noguo ciekire. Ati lakini Walawii kwa kiendana kabila ya baba zao hawakuhesabiwa katika watu hao, kwa kuwa Bwana alinena na Musa na kumwambia, hiyo kabila ya Lawi tu usihesabu, wala usiite hesabu yao katika wana wa Israeli, lakini uwaweke Walawii wawe juu ya maskani ya ushahidi na juu ya vyombo vyake vyote na juu ya vitu vyake vyote. Wao wataichukua hiyo maskani na vyombo vyake vyote, nao wataitumikia na kupanga hema zao na kuizunguka maskani pande zote. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kazi yao ni kuchunga maskani, kuchukua vyombo. Wakati safari inaanza, au ndio wataondoka, wataweka vitu zote chini, wabebe, waanze safari. Wakifika mahali a new camp site, wakifika pale, wao ndio wataweka chini, watengeneze tena kila kitu tena. Bwana apewe sifa. Na again, wakati kuna sadaka zinatolewa, nini inafanyika, kumbuka wao bado ndio wanafanya hiyo kazi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wao hawakuchaguliwa wapeane vijana wa kwenda vitani. Bwana asifiwe. Mungu ameshawapatia kazi ya kufanya, na hiyo kazi iwe ni yao. Na tunaona kila kabila inahusishwa. Kwa hivyo kila kabila iko counted, kila mtu ako na jukumu yake. Bwana asifiwe. Ati tena hapo maskani itakapokwenda mbele, Walawii wataishusha, tena hapo maskani itakaposimamishwa, Walawii wataisimamisha. Na mgeni atakaye karibia atauawa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hakuna mwingine amekubalishwa kuenda karibu na hiyo hema. Bwana asifiwe. Ni Walawii peke yake. Na wao hata pale wamekaa, wao ndio wataizingira. Wao ndio wataenda hata karibu, wao ndio watafanya kazi katika hema. Bwana asifiwe. Na wana wa Israeli watazipanga hema zao, kila mtu katika marago yake mwenyewe, kila mtu hapo ilipo beramu yake mwenyewe, kama majeshi yao yalivyo. Lakini Walawii watapanga hema zao kuizunguka maskani ya ushahidi pande zote, ili zisiwe hasira juu ya mkutano wa wana wa Israeli. Kisha Walawii wataulinda ulinzi wa hiyo maskani ya ushahidi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Walawii watalinda maskani, wao ndio wataizingira, vita isiangukie Israeli sababu ya makosa juu ya maskani. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hiyo ndio kazi yao, waisarau, wakae pale. Lakini wale wengine kuna vile wamechaguliwa. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli, kama yote Bwana alivyomwagiza Musa, ndivyo walivyofanya. Kwa hivyo Walawii peke yake ndio wanaruhusiwa kukaribia hiyo hema. Bwana asifiwe. Aya, hebu soma tu yote. Nake Jehova akĩarĩria Musa na Haruni akĩmera atĩrĩ, ciana cia Isiraeli andũ othe mũndũ o mũndũ nĩambaga hema yake kĩbebero-inĩ kĩa andũ ao, o harĩa marũri ma nyũmba cia maithe mao mahandĩtwo, makĩambaga hema icio ciao irorete hema-inĩ ya gũtũnganwo imerigicĩirie na mbarĩ ciothe. Na arĩa mekwamba hema ciao mwena wa irathĩro nĩo a kĩbebero gĩa kĩraro kĩa andũ a Juda, nao maciambe o ta ũrĩa mbũtũ ciao irũmanĩrĩire. Nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Juda nĩ Nahashoni wa Aminadabu,
nayo mbũtũ yake ya arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 74,600, na arĩa makamba hema ciao mariganĩtie nao nĩ mũhĩrĩga wa Isakaru ona mũhĩrĩga wa Zebuluni. Nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Isakaru nĩ Nethanieli wa Zuaru. Nayo mbũtũ yake ya arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 54,400. Nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Zebuluni nĩ Eliabu wa Heloni. Nayo mbũtũ yake ya arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 57,400. Andũ othe arĩa matarirwo a kĩraro kĩu kĩa Juda magĩtuĩka 186,400, o ta ũrĩa mbũtũ ciao ciarũmanĩrĩire. Na hĩndĩ ya gũthiĩ acio nĩo marĩambaga kumagara. Naguo mwena wa gũthini ũgĩtuĩka wa kũhanda kĩbebero gĩa kĩraro kĩa andũ a Rubeni, o ta ũrĩa mbũtũ ciao irũmanĩrĩire. Nake mũndũ ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana icio cia Rubeni nĩ Elizuru wa Seduelu. Nayo mbũtũ yake ya arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 46,500. Nao arĩa makamba hema ciao mariganĩtie nao nĩ mũhĩrĩga wa Simeoni ona mũhĩrĩga wa Gadi. Nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Simeoni nĩ Samueli wa Zuridasai. Nayo mbũtũ yake ya arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 59,600. Nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Gadi nĩ Elisafu wa Rueli. Nayo mbũtũ yake ya arĩa matarirwo thĩinĩ yarĩ andũ 45,650. Andũ othe arĩa matarirwo a kĩraro kĩu kĩa Rubeni magĩgĩtuĩka 101,450, o ta ũrĩa mbũtũ ciao ciarũmanĩrĩire. Na hĩndĩ ya gũthiĩ nĩo makoima arĩa me mbere thutha. Ningĩ thutha wa acio nĩ hema ya gũtũnganwo ĩkarũmanĩrĩra ĩrĩ na andũ a kĩraro kĩa Alawii marĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ a iraro iria ingĩ. O ta ũrĩa maikaraga mambĩte hema ciao kĩraro-inĩ-rĩ, ũguo noguo makoimagara magĩthiĩ na mbere, mũndũ o mũndũ akindĩrie handũ hake kĩbebero-inĩ kĩa andũ hao. Na rĩrĩ, mwena wa ithũĩro ũgũtuĩka wa kĩbebero gĩa kĩraro kĩa andũ a Efiraimu, o ta ũrĩa mbũtũ ciao irũmanĩrĩire. Nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana icio cia Efiraimu nĩ Elishama wa Mihundu. Nayo mbũtũ yake ya arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 40,500. Nao arĩa makamba hema ciao mariganĩtie nao nĩ a mũhĩrĩga wa Manase ona mũhĩrĩga wa Benjamini. Nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Manase nĩ Gamalieli wa Padezuru. Nayo mbũtũ yake ya arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 32,200. Nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Benjamini nĩ Abidani wa Gideoni. Na mbũtũ yake ya arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 35,400. Andũ othe arĩa matarirwo a kĩraro kĩu kĩa Efiraimu magĩtuĩka 108,100, o ta ũrĩa mbũtũ ciao ciarũmanĩrĩire. Nao nĩo a gatatũ riumagarĩro-inĩ. Na rĩrĩ, mwena wa gathigathini ũgĩtuĩka wa kĩbebero gĩa kĩraro kĩa andũ a Dani, o ta ũrĩa mbũtũ ciao irũmanĩrĩire. Nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana icio cia Dani nĩ Aizeuru wa Misadai. Nayo mbũtũ yake arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 62,700. Nao arĩa makamba hema ciao mariganĩtie nake nĩ a mũhĩrĩga wa Asheri ona a mũhĩrĩga wa Nafitali. Nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Asheri na Pigieli wa Akironi. Ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Asheri nĩ Pagieli wa Okirani. Nayo mbũtũ yake arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ
yari andũ 41,500 nake ũrĩa gũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Nafitali nĩ Ahira wa Enani, nayo mbũtũ yake arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 53,400. Andũ othe arĩa matarirwo kĩraro-inĩ kĩa Dani magagĩtuĩka 157,600. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Ni mengi imesemwa, Bwana apewe sifa. But ile imekuwa ikisomwa ni mpangilio ya hizi makabila. Bwana apewe sifa. Walikuwa wanaambiwa vile watajipanga around hema ya kukutania. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo walikuwa wanaambiwa kuhusu kujipanga kwao. Na hapa tunaona wana wa Israeli wako tayari sana, hata wanamtii Mungu, wanafanya kila kitu wanaambiwa. Kwa hivyo mwanzo wa safari tunaona wako tayari sana kutii Mungu wao. They are very ready kusema ndio. Bwana asifiwe. Na Mungu akiwaambia tunaona wanatii. Tumeona hapo ikiisha ya kwanza ya kwamba walifanya kila kitu waliambiwa. Kwa hivyo wako tayari. Na hata ndivyo sisi hata huwa wengi wetu. When blessings zinasemekana, tuko tayari sana kuzisikia. Tunazifurahia na tunasema amen. Bwana asifiwe. It is only wiki chache ama miezi chache pale mbele ndio tunaanza kutetemeka. Tunaanza kuyumbayumba. Hawa tunaona hapa wakiambiwa hawakatai, wamekubali na wanafuata kila jambo ambao wanaambiwa. Na sasa Bwana amenena na Musa na anawaambia wana wa Israeli watapanga kila mtu kwenye beramu yake mwenyewe na alama za nyumba ya baba zao kuikabili hema ya kukutania. Kwa hivyo kuna vile watasimama makabila na kuna vile mtu fulani kwa kabila atasimama na bendera fulani. Bwana asifiwe. Na nyinyi wengine muwe wa kukaa pale karibu na hiyo kabila ama karibu na bendera yenu. Kuwe na alama fulani ya kwamba hii ni Juda, hii ni Ruben, hapa ni Ephraim. Bwana asifiwe. Na hapa ni Dan. Kwa hivyo wanaambiwa nao hao watakaopanga upande wa mashariki kuelekea mawio ya jua ndio wale wa beramu ya marago ya Yuda na majeshi yao, na mkuu wa wana wa Yuda atakuwa na Ashur mwana wa Aminadabu. Jeshi lake na la wale waliohesabiwa nao walikuwa 74,600. Tulikuwa tushaona hivyo. Na hao watakaopanga karibu naye ni kabila ya Iskari, Nathaniel mwana wa Suari. Na jeshi lake na la wale waliohesabia kwao walikuwa 54,400. Kabila ya Zabuloni na wana wa Zebuloni atakuwa Eliabu mwana wa Heloni. Na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 57,400. Hao wote waliohesabiwa katika marago ya Yuda walikuwa 186,400. Na majeshi yao hao ndio watakao kusafiri mbele. Kwa hivyo tunaona Juda ameambiwa awe upande wa mashariki. Mahali hema ya kukutania iko, kumbuka gate ilikuwa upande wa mashariki. Kwa hivyo naye Juda ndio watakuwa pale. Juda pamoja na Zebulun na pamoja na Juda na Zebulun watakuwa pale upande huo. Bwana apewe sifa. Na Isakari. Kabila hizo tatu ndio zitakuwa upande wa east. Hao ndio wanaambiwa watakuwa wanaamka na kuenda mbele. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona kuna kupendelewa kwa Juda, kwa sababu Juda ndiye atakuwa akianza safari. Yeye ndiye yuko pale mbele. Safari wakianza wao ndio wataenda mbele, makabila mengine yote wafuate nyuma. Bwana apewe sifa. Na tunaona Juda ndiye anawekwa pale mbele. Bwana asifiwe. Na tukikumbuka pale katika kitabu cha Genesis, hebu ingia tu pale katika Genesis 49:8-10. Hebu soma. We Juda rĩ, ũgathwo ũrĩgathwo nĩ ariũ a thoguo, nakuo guoko gwaku gũgakinya o ngingo